anapozungumza habari za kutawaliwa, unaona anagawa utawala katika pande mbili. Anasema aidha utatawaliwa na utumishi wa utii uletao haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Au utatawaliwa na utumishi ambao baadaye utakuletea mauti. Kwa hiyo hapa anatenganisha katika falme mbili. Kila unayemuona duniani anatawaliwa aidha na ufalme wa giza au ufalme wa Mungu. Sasa huko kutawaliwa, anasema itategemea na unavyojitoa kwake. Ukijitoa kwa shetani, nguvu yako ikatende kazi kwa shetani, ni shetani atakayekutawala. Na utakapojitoa nguvu yako itende kazi kwa Bwana, Bwana ndiye atakayekutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona jinsi ambavyo watu wengi wanadanganywa, wanaambiwa tuma pesa iende ikajenge makaburi. Toa pesa tu. Shetani kutawaliwa na mizimu, kutawaliwa na magonjwa, kutawaliwa na udhaifu, kutawaliwa na wachawi. Huwezi ukatawaliwa tu kama haujajitoa wewe mwenyewe kumtumikia shetani. Na ndiyo maana kabla haujalogwa, shetani atataka ufanye kazi kwake ili apate uhalali wa kukutumikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utaambiwa wewe nyota yako haing'ai, kwa hiyo leta sadaka tuweze kuing'alisha nyota yako. Utakapotoa ile pesa tu kwenda kwa mganga wa kienyeji, hapo ndipo anaanza kupata haki na uhalali wa kutawala maisha yako. Kwa hiyo anatupia mapepo yanayoweza kutawala maisha yako. Hata ungekimbilia wapi? Wakati mwingine unaweza ukajitahidi hata na kulia na kutafuta watu wakusaidie, lakini yale mapepo yanashindwa kukuacha kwa sababu ni nguvu yako iliyotoka kwenda kutenda kazi za kipepo. Kwa hiyo mapepo yana haki ya kukutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauwezi ukafunguliwa, hauwezi ukatoka mahali ulipo kama haujajua siri ya kwamba mimi kuna mahali nilitoa nguvu yangu ikatumika kwa shetani, na hivyo ndiyo sababu shetani leo ananitawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani hawezi kukutawala kama haujajitoa kumtumikia. Hakuna mtu ambaye awewahi kujitoa amtumikie Bwana alafu shetani akamtawala. Na ndio maana tunasema wewe ambaye unatawaliwa na mizimu, unatawaliwa na nguvu za giza, unatawaliwa na mambo mengi mabaya, okoka. Neno okoka tunamaanisha kwamba toka katika ufalme wa giza, umkubali Yesu na kumtumikia yeye ili uhamishwe na kuingia katika ufalme wa nuru. Maisha yako yote yatakuwa hayawezi kufungwa tena ukombozi wakati bado uko kwenye uongo. Huwezi ukasema nahitaji ukombozi bado uko na ndoa 2 3 3. Huwezi ukasema nahitaji ukombozi bado unavaa ilizi. Huwezi ukasema nahitaji ukombozi wakati bado unachanjwa chale. Nataka nikwambia, utakapotoa nguvu yako kutumika katika nguvu za giza, basi hizo nguvu za giza zinakuwa na uhalali na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mifano mingi sana ambayo tunaiona katika Biblia ambayo tunapoitazama inafaa na kuwasaidia watu wengi sana. Ukisoma Ezekieli sura 21 kuanzia ile mstari wa 21 mpaka 23, unaona mfalme wa Babeli alikwenda mpaka njia panda akahesabu terafi. Hebu tupaangalie hapo kwa haraka haraka, alafu nitakueleza jambo moja la ajabu ambalo Mungu anataka ulisikie uweze kutoka katika utumwa. Angalia pale Ezekieli sura ya 21 mstari wa 21. Umefika. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga. Alitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Katika mkono wake wa kuume kulikuwa na kula Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufukiza kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea
juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa ubatili mbele ya macho yao, walioapia viapo, lakini ataufanya uovu ukumbukwe, ili kwamba wakamatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unamwona hapa mfalme wa Babeli anafanya uganga, na katika kufanya uganga anakwenda njia panda. Alafu anasema akifika njia panda anatikisa mishale. Kutikisa mishale, ndugu yangu, ndiyo kupiga ramli, kupiga bao, kupiga kula. Alafu anasema anaziuliza terafi. Neno terafi ni kama vinyago, ni kitu chochote ambacho kinanenewa na kuingiziwa mapepo ndani yake. Sasa wachawi wakitaka kukuonea, watachukua nguo yako, watachukua kitu chochote ambacho wewe unakitumia nyumbani, alafu kile kitu wanakiingizia roho, wanakiingizia pepo. Alafu kazi yake kinakuwa kinakusoma wewe unafanya nini, unakula nini, unakwenda wapi, unafanya kitu gani. Hicho ndicho kinachoitwa terafi. Kwa anasema akaziuliza terafi, maana yake baada ya kuchukua ile roho. Kwa mfano labda tuchukulie mapaka. Paka anaweza akawa terafi, mbwa anaweza akawa terafi, au mtu kama hajaokoka ndugu yako anaweza kufanyika kuwa terafi. Ndugu yako ambaye hajaokoka anaweza kaomba kuja kwako, alafu akishafika pale kwako, wachawi wanachokifanya, watamchukua yule ndugu yako, watamlisha vyakula kwenye ndoto. Watakapomlisha vile vyakula, vile ni vyakula vya kichawi ambavyo vinakwenda ndani yake kwa ajili ya kuwa kama rada ya kusoma maisha yako yote. Kwa hiyo baada ya ile rada ya kusoma maisha yako kuingia ndani yake kwa njia ya vyakula vya ndotoni, yule bwana anapokuwa pale ataanza kuwa anakuuliza baadhi ya vitu, atakusaidia kazi, atakusaidia kupika, atakusaidia kufua, atakusaidia kazi mbalimbali, lakini yule pale ndani yake tayari ana rada za kichawi ambazo kazi yake ni kuchukua maisha yako yote unayoyafanya pale. Na wakati mwingine kama mmezoeana, anaweza hata kukuuliza zaidi kwamba hivi una kazi gani, hivi mshahara wako shingapi, hivi anakuuliza mambo fulani fulani, basi unamjibu, mambo yanaendelea pale, ni ndugu yako anaendelea kuishi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini baada ya muda yule ndugu anakuaga, anasema narudi nyumbani au naondoka nyumbani, ana ameumwa tumbo sana, basi amekufa. Kwa wachawi watakachokifanya, watamvuta kichawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia kile chakula ambacho walimlisha, alafu ndani yake watatoa maini. Yale maini ndio anasema akaziuliza terafi na kuhesabu maini. Kwa hiyo yale maini yamebeba kila ambacho mliongea akiwa pale nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Au unaweza ukaona paka anakuja pale, paka tu mzuri, atakaa hapo nyumbani kila muda, paka huyo yuko hapo nyumbani, lakini yule paka mnapokuwa mnazungumza, paka anakaa pembeni kidogo, anatulia kabisa, anakusikiliza kwa makini sana mazungumzo yenu pale. Yule paka sasa, baada ya pale, yule paka atavutwa kichawi, atauawa, alafu atatolewa maini ya paka. Ndipo sasa mganga anakwenda njia panda, anaenda kuuliza maini kwamba huyu mtu ni nani, anafanya nini, ana kazi gani, analala saa ngapi, saa ngapi anaamka kuomba, udhaifu wake ni nini.
basi mambo yote yanakuwa wazi kwake kupitia ile terafi na yale maini ambayo yeye ameyasoma. Ingiziwa mapepo ndani yake kwa ajili ya kusoma maisha yako na kuhesabu maini. Ni kiumbe chochote kinaweza kutumika kuja kwako kwa ajili ya kukaa hapo, ili baada ya hapo kichukuliwe kichawi kwa ajili ya kutoa maini na kuhesabu kwamba maisha yako ni maisha ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaposoma huku chini unaona laana ya Bwana. Anasema hawa watu wanaofanya uganga wa jinsi hii, maono yao yatakuwa ya ubatili na uganga wao utakuwa wa ubatili, na watafanya dhambi yao ikumbukwe. Mungu analaani uganga wa kienyeji. Mungu analaani uchawi huu. Mungu analaani kuhesabu terafi. Mungu analaani kupiga ramli. Mungu analaani vitu hivi. Anasema kwa mtu aliyeokoka atafanya kwamba dhambi yao ikumbukwe, na wala huyo mtu hawezi kumuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mzigo wangu ni kwamba lazima utambue ukweli. Wewe ambaye unakwenda kwa waganga wa kienyeji, unakwenda kuongeza ghadhabu ya Mungu. Unakwenda kuongeza hasira ya Mungu. Mungu anaapa, anasema hautakuja kufanikiwa kabisa, bali utafanya dhambi yako izidi kukumbukwa. Maana yake ni kwamba utaendelea kuwa na mateso uzao wako wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijajua kama washirikina wananisikia. Kama wewe mshirikina, punga mkono nione kama unanisikia. Kumbe watu hawapendi ushirikina, na ndio maana unafanyika usiku ili tusijue ni nani anayeufanya, lakini inahubiriwa mchana kwa sababu injili ni nuru na kila mmoja anaipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tukutoe katika vifungo, lakini huwezi ukatoka kwenye vifungo kama wewe mwenyewe haujakaa ukaufahamu ukweli na kuufuata. Yako mambo mengi ambayo yanaandikwa kwenye Biblia tunayasoma kama hadithi, lakini ndiyo yanayofanya ghadhabu ya Mungu juu ya uso wa nchi. Anasema wewe ambaye unatoa nguvu yako, unatoa pesa yako kwa ajili ya kutumika katika madhabahu za mashetani, tambua kwamba hayo mashetani ndiye atakayokutawala. Angalia jinsi leo watu wanatumikishwa na mapepo, alafu wanazunguka huko na kule, anasema natafuta msaada, mapepo yaniache, na hata akiombewa baada ya muda yanarudi tena. Ni kwa sababu bado anatoa pesa yake kwenda kujengea makaburi, bado anaendelea kutoa pesa yake kwenda kwa waganga wa kienyeji, bado anaendelea kufanyiwa mambo ambayo ni mambo ya giza. Kwa hiyo ndiyo nguvu anavyoweza kuitoa kutumika kwa pepo. Haijalishi ataombewa maombi ya namna gani, mapepo yatazidi kumtawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona watu mwingine anaweza kakaa hataki kuolewa, ni binti, unamuuliza sasa, binti, vipi maisha yako? Mimi wala mimi mambo ya kuolewa mimi siyataki. Mambo ya kuolewa mimi nataka tu nikae hivi hivi. Unamwona huyu binti ana akili timamu au amelogwa? Lakini ukija kumfuatilia sana utakuta kwamba ana mume tayari katika ulimwengu wa roho, amekwisha olewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiyo maana sasa anakuja, anaweza akawa labda mchawi ametengeneza vitu kama hivyo, anaviweka katika kitanda, unaona ni mto tu unauzwa. Na ndio maana kila kitu unachoona kinauzwa, hata kama ni kuku, hata kama ni bata, hata kama ni njiwa, chochote ambacho unanunua hakikisha unakitakasa kwa damu ya Yesu, wewe mlokole. Kwa sababu kila ambaye anataka kukuonea atakuonea kirahisi. Kuna watu walijidanganya wakasema nitavaa ilizi hata hawataingia, yani wanawangiwa wanailizi kiunoni, wanawangiwa wanailizi kwenye kiuno, wanawangiwa wanailizi kwenye mikono, kwa sababu hizo ilizi hazina uwezo wa kusaidia, bali zinaongeza ghadhabu ya Mungu. Na mateso yote unayoyaona duniani ni kwa sababu bado watu wanakwenda katika njia za kutumikia miungu badala ya kumtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mtu yoyote anayetaka maisha yake yawe huru, mtu yoyote anayetaka maisha yake yawe safi, mtu yoyote anataka kufunguliwa kutoka kwenye vifungo vya giza, sharti ni moja, ni lazima huyu mtu apige hesabu ya maisha yake. Ni kitu gani kinatoka katika nguvu zangu kwenda kufanya kazi katika madhabahu za kichawi? Je, mimi ninatoa pesa yangu kwa ajili ya kwenda kutumika kwenye madhabahu za kiganga? Alafu akishajiuliza hapo, atajua kabisa kwamba mimi huwa ninatoa pesa yangu, huwa nimemchukua mwanangu nimempeleka kwenye madhabahu za kiganga, na kule unatumwa sadaka. Hakuna mganga atakutibu bila sadaka, kwa sababu kinachotakiwa kuchukuliwa pale ni ile sadaka. Sadaka ndiyo huwa inaongea maneno kupitia hali ya mtu yeyote ambaye anatakiwa kuwa. Kwa sadaka ndiyo huwa inaongea badala ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mtu anapotaka kufa, anapotaka kutengenezewa ajali, ni lazima itatolewa sadaka inayoambiwa kwamba hii damu tunayomwaga itakuwa inanena madhara fulani apate ajali, mpaka atakapopata ajali ndiyo ile damu itanyamaza. Kwa watachukua kuku, watamchinja, damu itamwagika. Ile damu inaendelea kupiga kelele, inataka mauti ya fulani, nataka fulani afe, nataka fulani apate ajali, fulani asiolewe, fulani asizae, mpaka maisha yake yote unakuwa unatumikishwa, kwa sababu kuna damu ilimwagika na inaendelea kunena kwamba wewe maisha yako yote usizae. Na ukitaka kupata solution ya matatizo yako, lazima ujue kuna damu nyingine ya kuweza kumwaga itakayoweza kunena tofauti na wewe, nayo sio damu nyingine, ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Inanena baraka, inanena uzima, kinyume cha wachawi na waganga wa kienyeji. Damu yoyote inayomwagwa, iwe ya mwanadamu, damu yoyote inayomwagwa iwe ya ndege au ya mnyama, inamwagwa ili kunena madhara kwenye maisha ya watu. Ukienda kwa mganga yeyote akakutuma mnyama yeyote, ndege yeyote, kazi yake yule ndege, damu inapomwagika ni kuendelea kunena madhara kwenye maisha ya watu ambao wewe umewapeleka kwa waganga. Hakuna damu itakayokuwa inamwagwa ya kitu chochote ambacho kiko hai ikanena uzima, isipokuwa damu ya Yesu peke yake. Ndiyo damu isiyo na ila, ndiyo damu inayonena mema juu ya maisha ya wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unatembea, lakini ndugu zako wamesha kuweka kwenye chupa. Kuna kijana mmoja alikuwa anatushiwa kabisa, naambiwa sasa hivi unakuwa mjanja, naona huji huu mwezi wa pili ujaja nikakufanyia dawa, unaanza kuwa mjanja. Hivi ufahamu kwamba wewe kabisa uko kwenye chupa langu hapa na kuona unavyofanikiwa, alafu unaniambia huna hela au nikutegue? Yaani wamekuweka tayari kwenye chungu. Wewe unatembea tayari, wewe unasema mimi ni mwanamke safi, lakini wenzako wameisha kuweka kwenye chungu, wamekuweka kwenye chupa. Maisha yako yote wanaya control. Kuna binti mmoja sasa ni mshirika wangu, anasema alipokuwa anataka kuzaa, mganga alimpigia simu akamwambia, usipokuja kwangu huwezi kuzaa wewe. Ina maana ufahamu kwamba tayari kila kitu chako kipo kwangu. Yaani wewe unavyoendelea mimi naona, na hata jana umetembelewa, wamekuletea hela, afu na shangaa unakula peke yako. Hebu nipunguzie. Mpaka pesa anayopata waganga wanaona kupitia kile ambacho umefanya nao agano. Maana ukifika utakwambia tema mate, watakuchukulia sijui, watachukua makucha, sijui watachukua nywele, sijui watafanya nini, lakini yale yote unachukua uhalisia wako, kwa sababu wewe hauna ndani yako ulinzi wa kudumu, bali wewe unakuwa unatawaliwa na madhabahu za mashetani. Lakini mtu yoyote anayetaka kutoka kwenye mateso ya kusema mganga huwa anajua maisha yangu, sijui mganga huwa anajua utabiri, yeye huwa ananiambia mambo yangu yote, njoo leo mpokee Yesu Kristo wa Nazareti, alafu mwambie mganga, niambie sasa hivi niko wapi. Hataweza kukuona ulipo, kwa sababu damu ya Yesu inafuta kafara zote zilizofanyika kwenye madhabahu za kiganga. Sikatai uganga upo, hata Biblia inaonyesha huyu ni mfalme wa Babeli, amefanya uganga, amehesabu terafi ili aende kuvamia Yerusalemu. Akasema, akatikisa mishale, yani maana yake anapiga bao, anasema nikienda Yerusalemu sitakamatwa. Bao zinamwambia nenda.
Na wako wezi wengine aibi bila kupiga ramli, aone kwamba kule na kwenda na refu zaidi, kwa sababu hakuna uponyaji unaopatikana nje ya Yesu Kristo wa Nazareti ukawa ni uponyaji wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa hesabu terafi unaweza ukanielewa kuliko wewe. Hawa wapiga bao watanielewa mimi sana kuliko wewe. Hawa wanaohesabu maini, wanaosoma maini wanaelewa kuliko wewe unavyonielewa. Lakini nataka nikwambie kwamba mateso ambayo mtu anateswa na kutumikishwa, mateso ambayo mtu anateswa na kuhangaishwa, hawezi kupata solution ya matatizo yake kama hajaamua kutoka katika madhabahu hizo na kupata madhabahu yenye nguvu ya kumsaidia. Sikiliza kitu tunachokifanya hapa. Tunachokifanya hapa kibinadamu ni kama injili inahubiriwa, lakini katika ulimwengu wa roho hapa tumejenga madhabahu iliyo kinyume na madhabahu za mateso. Tumejenga madhabahu zilizo kinyume na madhabahu za kiganga. Tumejenga madhabahu iliyo kinyume na madhabahu za kichawi, ambayo hii kazi yake ni kuagua, kukutoa uchawi, kukutoa kwenye madhabahu za mateso na kukuweka huru kweli kweli. Na kwa nini tunataja Yesu? Tunataja Yesu kwa sababu ndiye aliyemwaga damu ya ukombozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaji jina la Yesu kwa kuwa sisi ni Wakristo. Hatutaji jina la Yesu kwa sababu Yesu tumesoma kwenye Biblia. Tunataja jina la Yesu kwa sababu ndiye aliyemwaga damu ya ukombozi ya kufuta kafara zote za ushirikina. Hakuna mahali utaitaja damu ya Yesu, hakuna mahali utalitaja jina la Yesu alafu madhabahu zile zikaendelea kuwa hai. Ila vinginevyo, labda kama baada ya hapo utaendelea kutumika katika madhabahu za kishirikina. Lakini utakapoamua kunyosha mikono kwamba mimi sitakwenda kwa waganga wa kienyeji tena, nataka kufunguliwa matatizo yangu, inatosha kutokwa na damu mfululizo, inatosha mimi kutokuolewa, watoto wangu kutokuzaa, nataka nikwambie, ukiombewa na kutakaswa kwa damu ya Yesu, nataka nikwambie terafi na maini yote wanayosoma yatakuwa yameishia hapo, kwa sababu utu wa kale utakuacha na baadaye hapo utakuwa kiumbe kipya, kwa maana ya kwamba Yesu anaenda kukuumba kwa upya na maisha yako yanaenda kujihesabu kwa upya. Na ndiyo sababu baada ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu, Biblia inasema tarehe, miezi na miaka ikahesabiwa kwenda mbele badala ya kurudi nyuma. Kurudi nyuma maana yake kuzoofishwa. Kurudi nyuma maana yake kupotezwa. Kurudi nyuma maana yake kupotezwa, kuzoofishwa, kurudishwa nyuma maana yake kufilisiwa. Lakini tarehe zilianza kwenda mbele, maana yake maisha yako baada ya Kristo Yesu yatang'aa kwenda mbele na wala si kurudi nyuma. Yatang'aa mafanikio na wala sio kulaaniwa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atampa Yesu maisha yake akaniambia kwamba usiku analogwa. Amen. Jana niliongea hapa, na wakati mwingine huwa na wauziuzi hawa jamaa zangu, kwa sababu ninafahamu kabisa kwamba kutoka kwao kule ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaweza wakanielewa, lakini kutoka ni ngumu. Nikawaambia hivi, niko hapa jana, leo na kesho. Kama kuna mchawi kilakala, ana uchawi wenye nguvu, uchawi unaoweza kuua, mimi haniwezi, nafahamu, auwe basi spika moja isilie moja, tutoke hapa spika moja haijalia. Na nasema hayo kwa sababu gani? Ninamfahamu Yesu ninayemhubiri ni kiboko yao. Amen. Hapa sikuhubiri mafuta ya Mwamposa, sikuhubiri chumvi hapa, wala hapa siji kukulisha ndimu. Hapa ninakuja kukutoa kwenye giza kwa kutubu dhambi yako ambayo ulitumika kwenye madhabahu za kiganga. Alafu unaposema nimetubu, ninakuombea hapa na unakuwa huru, na uganga wao unakuwa ni ubatili tangu hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anachelewa kuolewa, ni ndugu yako anachelewa kuzaa, muulize uliwahi kwenda kwa waganga? Atakwambia ndio. Ulitoa nini? Atakwambia nilitoa mbuzi, nilitoa kondoo, nilitoa pesa. Mwambie hakikisha nenda kwenye madhabahu ya walokole wa kweli, wanaohubiri injili ya kweli, wanaobatizwa maji mengi. Ukifika hapo, nenda katoe sadaka kwenye madhabahu yao, na hiyo sadaka inenee kwamba sadaka zote nilizotoa kwa waganga wa kienyeji ninazifuta kupitia sadaka hii, na damu ya Yesu inisimamie. Alafu uitoe ile sadaka kwa kusema maisha yangu yanaenda kuanza upya. Nataka nikwambie madhabahu iliyokushikilia inaachia.
Amen. Wakati mwingine unahangaika kwa sababu kuna sadaka tayari umeishaitoa kwenye waganga wa kienyeji, na ndio maana wanakuona. Nina mwanangu mmoja anaitwa Rafaeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye wale wahuni walimdanganya. Mimi siwaiti wataalamu, wale ni wahuni. Hakuna mtaalamu hapa Kilakala. Yaani hapa hakuna mtaalamu, hapa kuna wahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inaona unakasirika hata na wewe, au ni ndugu yako. Yaani ni wahuni, na wanachokifanya ni uhuni, kwa sababu ninafahamu wanaingiza watu jehana, wanaingiza watu kwenye maisha mabovu. Wanadhani wanawasaidia, lakini wanawatumbukiza kwenye shimo refu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa nyota yako wewe imeibiwa, na ndiyo maana maisha yako wewe yamekuwa ni maisha ya kutangatanga. Kwa hiyo inatakiwa utoe pesa, tununue kondoo ili turudishe nyota yako, maana nyota yako imechukuliwa na ndugu zako, na wako wanafanikiwa sana, maana wewe una nyota kali sana. Huyo mwanangu alivyosikia hivyo akasema, yaani kumbe nina nyota kali. Akasema, una nyota kali sana, na hao walioichukua wako wanafanikiwa huko waliko. Basi akaenda akasema anatafuta pesa aweze kwenda kutoa. Akaambiwa, hapo ulipo una shilingi ngapi? Alikuwa na pesa kidogo, akaitoa. Na baada ya kuitoa hiyo pesa kidogo, anaambiwa nenda katafuta iliyobaki ili uje tukurudishie nyota yako. Huyo bwana alipoondoka pale, anaenda kutafuta mahali gani akope, akachelewa mpaka jioni. Jioni mganga anampigia simu, anamwambia naona sasa unanitania sasa hivi, wahi haraka. Maana usipowahi haraka, kwanza ushachukuliwa nyota, alafu hapa ulipo tena umetoa hela nusu. Inatakiwa hiyo hela ipatikane iwe kwa vyovyote vile, kwa sababu hii nyota ambayo tumeishaanza kuifanyia kazi, tukiacha wewe unaondoka kabisa, unakufa. Akaanza kutetemeka na pesa hana, kila anapokopa hapewi. Akatambua kwamba kuna mtu anaitwa Tito, nimepotezana naye muda mrefu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatafuta namba yangu, akanipigia akiwa Njombe. Na sio muda mrefu, ni mwaka huu mwanzoni. Alivyonipigia akaniambia, bwana, nilikwenda kwa mganga kurudisha nyota yangu, lakini mganga akanituma kondoo, na mimi nilikuwa na pesa kidogo, na sasa hapa sielewi. Nikamwambia, umetoa pesa? Akasema nimetoa. Nikamwambia, hiyo pesa ndio ambayo inakutesa. Sasa nisikilize, nataka nikuombee maombi na utoke mahali hapo, utambue ya kwamba huyo mganga hana cha kukusaidia. Akasema ameniambia hivi, nisiporudi kwake ninakufa. Nikamwambia, uko tayari kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko tayari. Nilimuongoza sala ya toba, alafu nikamwambia mpigie mganga, mwambie mganga asiji tena, na kama nikufa tuma hicho cha kuniua mimi nife, hautakufa tena, na anza safari kuja huku niliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kumwongoza sala ya toba, alimpigia simu mganga, akamwambia, mimi pesa sina, na mambo ya kiganga mimi sitaki tena, mimi nimeokoka. Mganga akamwambia, sasa nataka nikuonyeshe. Akamwambia, wewe nionyeshe tu. Amesafiri kutoka Njombe mpaka Dar es Salaam akiwa mzima, na amefika hapa Dar es Salaam akamtania tena mganga, mganga, mbona bado niko mzima? Mganga akakata simu. Kwa tunapokuambia habari za kuingia kwa Yesu ni uhakika. Tunapokuambia habari za kumpa Yesu maisha yako ni uhakika. Kama hujampa Yesu maisha yako, hata ungeenda wapi, tayari wale wanakuwa wana vioo vya kukuona wapi unaenda, nini wasababishe ili uweze kuwarudia, nini wasababishe ili uendelee kutoa sadaka kwao. Lakini nataka nikwambie, ukitaka kutoka katika mateso hayo, wala usihangaike, ni kutubu dhambi zako za kwenda kwa ushirikina na kuamua kumpa Yesu moyo wako. Hapo ndipo itakapokuwa mwisho wa mateso yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie wewe ambaye bado hujateswa, hizi habari nazo zihubiri huwezi kuzielewa sana. Walio katika mateso wanazielewa sana habari nazohubiri. Kwa sababu nataka nikwambie, watu wana mateso, watu wana dhiki, wanazunguka kwa waganga, hamna majibu. Lakini unajiuliza, huyu mtu anaendelea kutoa sadaka kwenye madhabahu za mashetani, alafu anataka majibu ya Mungu. Nataka nikwambie, mganga wa kienyeji sio mtumishi wa Mungu, bali ni mtumishi wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima urudi tena. Umewahi kujiuliza kwa nini lazima urudi tena kwa mganga?
Umewahi kujiuliza kila dawa, hata kama amezindika nyumba, kwa nini baada ya muda lazima urudi kuizindika tena? Kwa nini hiyo dawa anayokupa isiwe dawa ya kudumu? Ni kwa nini unarudi tena kuzindika mara nyingine? Ni kwa nini ukienda kwa mganga kwa ajili ya biashara lazima urudi tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kwa sababu hayadumu. Ni mambo ya mazingaombwe, ni mambo ya kuuliza mapepo, ni mambo ya kuuliza mizimu, sio baraka za Mungu za uhakika. Na ndio sababu lazima urudi tena na tena, unaendelea kuwa mtumwa wa uharibifu na dhambi. Na mganga wa kienyeji akikwambia amekutibu, nataka nikwambie, nenda ukajichunguze, litainuka tatizo lingine kubwa kuliko hilo anayosema amekutibu. Na kuna watu wengi wanateswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewahi kuona watu wanakuwa vikojozi, yaani hadi anakuwa mtu mzima anajikojolea. Inafika mahali inakuwa kero, hakienda popote yeye ajikojolea. Kujikojolea ni kwamba wewe, wachawi wamekwisha kuchukua kibali chako. Mtoto yoyote anayejikojolea hadi anakuwa mtu mzima, wala usiende kumnywesha mitishamba, wala usimpeleke kwake na wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wewe unapompeleka tena kwenye mitishamba, unapompeleka tena kwa waganga wa kienyeji, maana yake umeenda kusaini kwamba sasa ninaruhusu huyu mtoto mumuache tu asijikojolee tena. Maana kule kujikojolea ni ishara kwamba huyu mtoto ameibiwa kibali. Wale waganga wa kienyeji wanasema nyota ya kibali, pembe ya nyota ya kibali na nguvu inapoibiwa kwa mwanao anajikojolea mpaka utu uzima bado anajikojolea. Ameibiwa kibali na nguvu, huyo mtoto si wa kawaida. Wala usimpeleke kwa waganga wa kienyeji. Mtoto huyo akiombewa kibali kikarudi, utakuta ana mafanikio ya ajabu kuliko watoto wote ambao walikuwa wajikojolea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ni biashara, huyo ni mfanyabiashara mkubwa sana. Kama ni elimu, huyo ana elimu kubwa sana. Lakini ishara ya kujikojolea ni ishara ya kwamba huyu mtoto ameibiwa kibali. Kwa hiyo anakosa kibali machoni pa watu. Hakuna mtu anapenda kulala na kikojozi. Hakuna mtu anapenda kulala ajikojolee. Na hata yeye mwenyewe anateseka, hawezi kusafiri mahali atalala, maana anakuwa na mateso kwamba nitajikojolea. Lakini zile ni ishara kubwa ambazo zinatokana na mtu kuibiwa pembe ya nyota ya kibali na nguvu. Na nataka nikwambie wewe ambaye unasema mimi ni mtu mzima, au nina mtoto wangu yuko form 2 yuko form 4 bado anajikojolea, njoo naye mahali hapa kwenye mkutano, nitamuombea. Hiyo inaonyesha kwamba ameibiwa kibali chake. Na tutakapomuombea tu, nataka nikwambie hiyo hali itamuachia na utaanza kuona mafanikio yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati mwingine unaweza ukaficha ukasema mwanangu sielewi. Kumbe wakati mwingine ulipokuwa una mimba ulikunywa mitishamba, ulipokuwa una mimba ulikwenda kwa waganga wa kienyeji, au ulipokea dawa na kwambia dawa ya chango, wewe ukatumia. Huyo mtoto anapokuja kujikojolea, ukimleta kwenye maombi usiseme sielewi. Sema nilitoa sadaka kwa miungu, sema nilikunywa dawa ya mitishamba, ili tunapoenda kukuombea na sisi tutoe sadaka ya kubatilisha, ndipo mtoto huyo anakuja kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nani ananielewa? Na haya yuko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wapendwa, Biblia inasema utakapotoa nguvu, ukatumikia pepo, ukapiga ramli, utakapotoa nguvu zako kwenda kwa waganga wa kienyeji, pesa yako kwenda kwa waganga wa kienyeji, hapo ndugu yangu umeuza tayari. Au unaposema ninakwenda kwa waganga wa kienyeji anitengenezee dawa kizazi, wewe umeuza kizazi chako moja kwa moja. Na ndizo habari nilizokuwa ninaziongea siku ya jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja tumekwenda Ruvuma, sehemu moja inaitwa Mkali Liuli huko. Tukiwa tunafanya semina pale,
palikuwa na mtoto mdogo kama wa miaka 4 5 hivi au 6. 4 5. Mtoto wa kiume. Yule mtoto anamwambia wenzake, "Dai, unajua mimi hata sina demu. Na mimi ningepata demu." Wenzake wanamwambia, "Demu wewe? Ina maana wewe unata demu? Inatakiwa tuwe na mademu." Nikamsikiliza yule mtoto tabia yake, nikamsikiliza na nani wake, nikamuuliza mama yake, nikamwambia huyu mtoto ilikuwa ya huyu mtoto bwana, nilikuwa ninasumbuka habari za kuzaa, nikaenda kwa mganga wa kienyeji. Na cha ajabu ni kwamba huyo mganga aliponifanyia dawa akaniingilia kabisa. Kwa hiyo mtoto nilikwenda kwa mganga na aliponiingilia ndio mimba ikapatikana ya huyu mtoto. Lakini mtoto anaanza kuwa na tabia za ajabu akiwa bado mdogo. Matamshi yake ukiangalia unakuta ni matamshi ya kiutu uzima, ni matamshi machafu. Ana tabia hata ungepiga ukafukia na jiwe hageuki, baadaye anarudi kuwa na tabia mbaya kuliko za mwanzo. Nataka nikwambie, watoto wanaopatikana kwa uaguzi ni watoto ambao wanakuwa nusu mtu nusu jini. Je, una mtoto ambaye anakutesa? Una mtoto ambaye ana tabia ninazosema? Una mtoto ambaye anajikodolea amesha kuwa mtu mzima? Nataka nikwambie, kama ulitoa sadaka kwa waganga wa kienyeji, ni lazima uje kwa Kristo Yesu, uombewe damu yake kutakase, na utoe sadaka juu ya madhabahu iliyo hai itakayofuta sadaka za mashetani, na hapo ndipo ambapo mtoto wako atakuwa salama. Amen. Yaani hizi habari ninazokuhubiri nielewe sana. Ninataka kukutoa kwenye mateso ndugu yangu. Ninataka kukutoa kwenye shida. Utoke kwenye shida kwa njia gani? Utoke kwenye shida kwa njia ya kutambua ukweli kwamba matatizo nilionayo, shida kubwa ni mimi mwenyewe. Amen. Shida zote zinazoniandama ni mimi mwenyewe, ndiyo tatizo la kwanza. Na utakapojua ukweli huo, kinachofuata ni toba ya kweli mbele za Mungu aliye hai, na damu yake Kristo itakutakasa, na tangu hapo utakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yote ambayo yanakutesa tumekuja kukutoa katika giza kwa njia ya Yesu Kristo, yani njia ya toba ya kweli ya kukutoa kwenye madhabahu za miungu. Hakuna mahali popote utakapokwenda ukahubiriwa habari za ukombozi, habari za kweli ambazo hazijamtaja Yesu Kristo zikawa habari za uhakika. Hizo zote zitakuwa ni propaganda. Ukombozi wa kweli upo ndani ya Yesu ndugu yangu. Kufunguliwa kwa kweli kuko ndani ya Yesu ndugu yangu. Msaada wako uko ndani ya Kristo Yesu. Ukimpata Yesu hakikisha unamng'ang'ania. Wakati mwingine tunasema ya kwamba tumeokoka, lakini bado njia zetu zinakuwa ni njia zile zile za kipagani, na hivyo ndivyo ambavyo unakuta watu wanajivuna, wanasema kama fulani ameokoka, mbona usiku tunamkalia? Alikuwepo mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Mitimini. Sasa hivi ameshakufa. Yule mchungaji akaenda mahali kuhubiri. Alipofika huko, akaenda mahali kula chakula hotelini. Pale akakuta kuna paka mmoja mkubwa sana. Yule paka anakuja hotelini kama mtu. Anafika anasonta chakula, akisonta nyama wanampa. Anasonta wanaweka kwenye mfuko, anabeba ule mfuko kwa meno, paka anaondoka. Siku ya kwanza amemwangalia yule paka, akastuka, akanyamaza. Siku ya pili akauliza watu, inakuaje? Akasema huyu sio paka, huyu ni bibi mmoja yuko hapo nyuma. Huyu bibi kila siku anakuja kwa njia hii. Yaani akisota usipompa ulali. Mchungaji Mitimini akasikiliza pale, akasema hapana, ninataka niwakomboe kutoka kwenye wewe huyu ni bibi yuko hapo nyuma. Yaani alishindikana, na ukimpiga buti huyo paka hulali. Basi yule mchungaji akarudi nyumbani akalala. Kesho yake akaenda na hasira kubwa sana kwamba sasa nataka nikapambane na yule paka. Amekaa asubuhi ya kumuona. Jioni akarudi, paka hakutokea siku hiyo. Kesho yake akaamka tena, paka yatokea. Akasema ni ajabu, paka huyu kila siku hakosi kuja, lakini tangu ulivyosema jana habari zake unasema kwamba utarudi kesho, paka hajaonekana. Na kipindi wanaongea yule paka akatokea. Paka akaja kama mtu.
mpaka anafika anasonta. Sasa alipokuwa anasonta vile vyakula, anafanya hivi mguu wake wa kwanza, anafanya hivi mguu wake kwenye vyakula, yule pasta akaenda akampiga buti. Yule paka akaenda mahali akajigonga mahali, afu yule paka alipojigonga akalala hapo hapo. Watu wote wakashika vichwa wanakimbia, wengine wakakimbia wanajificha, wasema tayari. Yaani hawezi kuishi huyu. Amempiga yule bibi, hawezi. Yule paka alijikunja hapo, lakini baada ya hapo jioni wanasikia yule bibi aliugua na huyo bibi amekutwa amekufa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa walipokuwa wanaendelea kuzungumza habari hizo, wanamfuata wanamuuliza, imekuwaje wewe umempiga buti na tumesikia bibi amekufa kule ndani? Wewe una nguvu gani? Maana tumeshangaa kwa sababu watu kama wewe, wachungaji kama wewe wanafanyiwa mambo mengi sana hapa. Kuna wachungaji ambao wanalala wanawangiwa usiku. Kuna wachungaji ambao tunawafahamu kabisa, wakija hapa huyo paka wanampisha pembeni. Tuna wachungaji ambao tunawafahamu kabisa, lakini wakifika mahali hapa wanamuogopa huyo paka. Nataka nikwambie, mtu yoyote ambaye bado anatoa nguvu zake kutumikia madhabahu za miungu, madhabahu za ushirikina, madhabahu za ukoo, hawezi akawa na nguvu ya Yesu, hawezi akawa na nguvu ya Mungu, hawezi akawa na ukombozi. Vinginevyo ni lazima uachane na madhabahu zote ambazo unajua ulizitumikia hapo awali, kwa njia ya kumpa Yesu moyo wako moja kwa moja. Hapo ndipo unakuwa na nguvu juu ya wachawi na waganga wa kienyeji na washirikina wote.